naamini kwamba hawajakaa kimya. Na pia kule Yanga walishatoka kwenye ile mambo ya kumezea, mpaka wanaamua kutoka public na kuzungumza, maana yake walimaanisha. Mpaka wanaamua kutoa data zote, maana yake walimaanisha. Mpaka wanaamua kutoa barua, maana yake walimaanisha. Kwa hiyo naamini kwamba tupo kwenye wakati mwingine ambao watu wakiamua kutafuta haki yao wanaitafuta bila kuchoka. Ndio unapokwenda kwenye uchaguzi ambao tayari endorsement zote ipo kwa mtu mmoja, hata uchaguzi ni wa nini? Na inakuwa haina mantiki, na unawaambia watu waje kuchukua fomu na umeweka pesa kabisa kwamba fomu ya urais ni kiasi fulani, huku tayari ndani mmekaa mnajua kwamba nafasi hii haigombewi. Hata kuna haja gani ya kuambia watu wachukue fomu? Sio, wangesema tu kwamba uchaguzi wa rais hakuna nafasi, ishajaa, pengine wajumbe ndio wachukue fomu. Kwa nafikiri ni katika mwendelezo wa yale watu kuona kwamba wana nguvu zaidi na kuamua ambao linahusiana na ubadhirifu na matumizi mabaya ya fedha. Sasa hilo jambo haliwezi kubi negotiated na mtu mwingine kwa utaratibu mwingine wowote. Kuna mambo ambayo unaweza ukanegotiate, lakini sio mambo ambayo yanahusiana na ubadhirifu au na matumizi mabaya ya ofisi. Kwa hiyo naamini kicho kwenda kubi solved au kuregulate ni mchezo baina yao na Simba. Like Media tuko hapa kwa ajili ya kukupa taarifa mbalimbali za kimichezo. Kama ambavyo unafahamu, huwa tunapata nafasi ya kuongea na watu mbalimbali, lakini kukupa taarifa kuhusiana na matukio mengine ambayo ulikuwa yafahamu. Na moja kwa moja kwenye line niko na Dominic Salamba, mmoja kati ya wachambuzi ambao wamekuwa kiutoa uchambuzi wa kila aina ambao ni katika pitch, lakini pia hata katika siasa za mpira na matukio mbalimbali. Na hapa niko naye kwenye line. Kikubwa sana nataka kufahamu ni kuhusiana na taarifa ambayo ametoa kwa maana TFF kuelekea mchezo wa finali pale Zanzibar, ya finali ya CRDB Sport Federation. Nini mtazamo wa Salamba kuhusiana hiki ambacho kimefanyika kwa upande wa TFF? Utakuwa nakumbuka kulikuwa na mvurugano kati ya TFF na Yanga. Vipi mtazamo wake? Dominic Salamba, habari ya muda huu? Namshukuru Mungu niko vizuri. Za hapo studio? Namshukuru Mungu tunaendelea vizuri kabisa hapa. Ndio. Tumefurahi kupata nafasi ya kupiga story na wewe, na kikubwa sana ni kuelekea kwenye mchezo wa finali wa CRDB Sport Federation, Yanga wakaenda kucheza na Singida Black Stars. Lakini kabla ya taarifa hii kulikuwa na msuguano mkubwa sana. Yanga wakisema hatupeleki timu, tunaidai TFF mpaka wapewe hela yao ya ubingwa. Unafikiri kutoka kwa taarifa hii kwako umekopokeaje? Pengine kuko sawa sawa? Anafikiri kupo sawa, kwa sababu Yanga walitoa claim zao kwamba wanadai na wako tayari kucheza huo mchezo mpaka pale madai yao yatapokuwa yamefanyiwa kazi. Na baadaye tuliweza kuona mdhamini akisema kwamba yeye tayari alikuwa ametoa pesa kwa wanaohusika, lakini pia baadaye wanaohusika walijibu kwamba wao ndio wanaidai Yanga pasipo kuainisha ni kiasi gani ambacho wanadai. Kwa hiyo ikishafikia hatua ya kwamba kila mmoja anasema anamdai mwenzake, na huko Yanga wakaja wakatoa hesabu yao na kuamini kwamba kuna hela ambayo ilikuwa imebakia kwa upande wa shirikisho au bodi ya ligi, maana yake ni kwamba hatuwezi kupata majibu mpaka pande nyingine iingie kuweza kuja kuthibitisha nani anayedaiwa, nani adaiwi na nani ana haki. Kwa hiyo ikishafikia hatua watu kama mpo wawili, kila mmoja anasema kwamba yuko right, hamuwezi kupata resolution ya hilo jambo mpaka upande mwingine uweze kuingilia. Kwa hiyo nafikiri jambo watu ambao wanaweza kuja kuthibitisha, ziko mamlaka husika. Inaweza ikawa ni watu wa TRA au ikawa ni watu wa TAKUKURU ambao wakaja na kuweza kuona kile ambacho Yanga walikuwa wanakisema kina usahihi, na kama kina usahihi, je, shirikisho wako sahihi, nani amekosea, nani anadai nini, nani atakapata kitu gani. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu tayari ni jambo linakuwa linaingia kwenye upande mwingine na kila mmoja anaamini ana haki, hauwezi bado ukaendelea kuwa na haki ya kuto kucheza, kwa sababu na huyu ambao unayemshtaki au unasema unamdai naye anasema anakudai. Kwa hiyo cha msingi ni kuendelea na maandalizi na kucheza huku madai yako ukiyapeleka sehemu inayohusika, na hao ndio watakuja kutoa haki. Kukaa kimya kwa Yanga ambao walitoa tuhuma nzito kwa shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF, ni kwa namna moja ama nyingine unaweza kusema Yanga waliwachafua TFF, lakini kwenye hili TFF nao wamekaa kimya. Kama kuna makubaliano ya Yanga na TFF kuelekea katika mchezo huo, na huko Yanga wenyewe walisema kwamba hatuchezi, kwa nini Yanga hawatoki tena kwamba sisi tunacheza kwa sababu kuna hatua 1, 2, 3 tumefikia? Yaani nafikiri kama umeelewa ambacho nimezungumza ni kwamba Yanga alisema achezi kwa sababu anadai. Shirikisho akaja akasema yeye adaiwi.
Kwa hiyo Yanga kuendelea kusema anadai wakati anayesema huyu mwingine adaiwi haiwezi kusaidia. Ukishaona unayemdai anasema wewe haumdai, maana yake inakupasa kuweza kwenda kwenye mamlaka nyingine ili kuweza kwenda kudhibitisha madai yako na uweze kuwa na haki ya kuweza kulipwa. Sasa hizo mamlaka nyingine ambazo mtu anaweza kaenda sio mamlaka ambazo tunaweza kuzijadili. Wakati wote tunafahamu kuna baadhi ya vyombo wanafanya mambo kwa taratibu zao, kwa utaratibu wao. Kinachokiamini ni kwamba siku mbele jambo limekwisha, lakini naamini kwamba kuna njia ambazo zinafuatwa katika kutafuta uhalisia na ukweli wa hili jambo ili kuweza kujua. Kwa baadaye, baada ya ukweli kuja kutoka, ndio tutakuja kujua kwamba nani alikuwa anadai na nani alikuwa anadaiwa na hatua zipi zitakwenda kuchukuliwa kwa hizo mamlaka nyingine. Kwa hiyo kwa sasa Yanga akisema anaendelea kudai wakati unayemdai anasema au mdai, inakuwa haina mantiki. Salamba, umezungumza vizuri, lakini bado ni kwamba kwa upande wa Yanga taarifa na tuhuma ambazo kwa nazitoa zilikuwa hawaziongelei chumbani, waliongelea hadharani, maana kwenye vyombo vya habari, lakini mbele za watu ambao wanapata taarifa kutoka katika vyombo vya habari. Tuhuma nzito sana, na msimamo wao ni kwamba hatuchezi mpaka itokee 1, 2, 3. Lakini kwa nini hata kama kwenye mamlaka ambazo zinatakiwa kuja kutoa suluhisho juu ya hilo jambo kuelekea katika mchezo huo, manake Yanga na TFF manake walikaa pamoja wakakubaliana kwamba tufanye hatua hizi, lakini TFF na Yanga hawajaja kuambia wale ambao walikuwa wanasikia hizi taarifa, wako katika hali ya mgagaziko, hawajui nani ambaye anahusika. Kwa nini wasitoke tu kusema tumekubaliana wakati ni swali linafanyika kufanyia utafiti, lakini mchezo ukachezwe wakati mambo yanaendelea? Uoni kama hawatendei haki kwa maana ya watazamaji, wasikilizaji na wale ambao walikuwa wanafuatilia mpira wa miguu, na kuona kama wanaona kama kutoa tuhuma kwao na majibu kwao kunatosha, lakini kuwapa taarifa iliyo sahihi wanaona kama haiziwahusu tena kwa maana wa Tanzania wenyewe? Sio kila jambo unaweza ukalipeleka public. Nimekwambia kwamba kuna hatua nyingine ambazo unaweza ukazichukua, aidha ni hatua za kimahakama au za kiuchunguzi, zinakuwa zina taratibu zake. Uwezo ukasema leo nakwenda sehemu fulani kwenda kumshtaki fulani, inaweza ikakufanya uweze kuharibu ushahidi au mtu aweze kujipanga. Kwa ninachokiona ni kwamba baada ile statement ya kusema kwamba hatudaiwi ilitosha kuwafanya Yanga washindwe kutumia njia ambayo walikuwa wanaitumia. Ile njia ambayo walikuwa wanaitumia ilikuwa ni njia ambayo pengine wangesema sawa, mnatudai tutalipa au hatuwezi kulipa. Hapo ndipo wangeweza kutoka na statement nyingine kwamba hatuwezi kulipa, lakini wale nao wamesema na wao wanadai. Sio, wanaelewa hivi? Yaani wao nao wamesema wanadai. Kwa hiyo manake hapo tayari ile haki ya Yanga ya kudai inakwenda kubidi utilized na majibu ya mdaiwa. Yaani mimi nimekuambia ninakudai shilingi 50,000, naona unaniambia unadai 100,000. Hapo nani mwenye haki? Kwa lazima apatikane mtu mwingine watatu wakuja kumtafuta mwenye haki, ni wewe au mimi. Kwa hiyo ndio wana Yanga saizi hata ile nguvu ya kuweza kukataa mchezo tena inakuwa haipo, kwa sababu mdaiwa amekataa kudaiwa. Kwa kama umekataa kudaiwa, wewe cheza huo mchezo, utakwenda kupata haki sehemu nyingine ambayo itakwenda kudhibitisha kati yako na yeye nani ambaye anadaiwa. Kwa hiyo unaona umekaa kimya, kwa maana kama naamini kwamba kuna hatua ambazo zinaendelea. Unaona? Kwa sababu issue yao ilikuwa ni kwamba mpaka walipwe. Huyo ambaye amesema akulipe, anataka kulipa sio anakudai wewe. Sasa unakwenda nani atakulipa? Kwa lazima uende kwenye sehemu nyingine. Sasa sehemu nyingine uwezi ukatoka public amesema kwamba nilipi kwenda kwenda sehemu fulani. Hapana, huo sio taratibu. Naamini kwamba Yanga wamekaa kimya, wanaendelea na maandalizi yao na mchezo huu wataucheza kama kawaida. Naamini hicho, kwa sababu kwamba mpaka sasa hivi naamini kuna tobo za kwanza kuchukuliwa ili kuweza kupata ufumbuzi wa hii tatizo. Lakini wewe mwenyewe unathibitisha kabisa kwamba Yanga na TFF watakuwa wamekaa chini wamekubaliana? Usinikoti vibaya. Sijasema wamekaa chini. Nimesema kwamba shirikisho wao wamesema wanaidai Yanga. Na Yanga amesema kwamba anaidai TFF. Kwa hawezi kukaa chini watu ambao wote wanadaiana. Kila mmoja huyu anayedai sasa itamlazimu kwenda upande mwingine kutafuta haki kwa namna anayojua yeye. Hawa ambao wanakwenda kuwafuata ndio watakuwa na jukumu la kumwita TFF. Kwa hiyo Yanga TFF kama watakuwa wamekaa chini ya mtu mwingine, chini ya organi ya tatu ambayo itakwenda kuwasikiliza na kujua nani anadai na nani hadai. Ila wao kama wao hawawezi kudiscuss kwa sababu kila mmoja anasema anamdai mwenzake. Kwa hiyo hilo kikao hakiwezi kuisha.
Ndio maana hata yule mchezaji mkuu wa Yanga alipokwenda kwenye shirikisho na katibu mkuu alipotaka kuonana naye, aligoma kuonana naye kwa sababu walikuwa hawana cha kuzungumza. Hata mtaongea nini wakati wao unasema unadai na mimi nasema nakudai? Ama cha kuzungumza, kwa lazima ihusike pande nyingine. Kwa kama itakwenda kutokea Yanga na shirikisho watakaa, basi watakaa in presence ya mtu mwingine au ya organ nyingine ambayo itakwenda kuwasikiliza na kuweza kutoa maamuzi. Kuna watu ambao wanasema kwamba hili swala ndo limeisha hivyo, hakuna kitu kingine ambacho kitakuja baadaye. Huenda Yanga na TFF au aliyowapatanisha mwingine amecement mazungumzo kwamba jamani, nendeni mkacheze ili swala limalizeni, wakamaliza kimya kimya, pengine kusiwepo na taarifa nyingine yoyote ambayo inaweza katoka hata mara baada ya mchezo kumalizika, kwa maana finali. Sio kweli, kwa sababu hili ni swala ambalo linahusiana na ubadhirifu na matumizi mabaya ya fedha. Sasa hilo jambo haliwezi kubi negotiated na mtu mwingine kwa utaratibu mwingine wowote. Kuna mambo ambayo unaweza ukanegotiate, lakini sio mambo ambayo yanahusiana na ubadhirifu au na matumizi mabaya ya ofisi. Kwa hiyo naamini kicho kwenda kubi solved au kuregulate ni mchezo baina yao na Simba. Hili ni jambo ambalo lina mamlaka zake, ambao lina utaratibu wake. Kwa hiyo naamini kwamba hawajakaa kimya. Na pia ule Yanga walishatoka kwenye mambo ya kumezea, mpaka wanaamua kutoka public na kuzungumza, maana yake walimaanisha. Mpaka wanaamua kutoa data zote, maana yake walimaanisha. Mpaka wanaamua kutoa barua, maana yake walimaanisha. Kwa hiyo naamini kwamba tupo kwenye wakati mwingine ambao watu wakiamua kutafuta haki yao wanaitafuta bila kuchoka. Ndio maana hata mzozo wa tarehe mwezi wa 3 umekuja kusolviwa mwezi wa 6. Kwa nini? Kwa sababu watu wakiamua kufuata jambo lao wanafuatia katika misingi ya sheria na taratibu mpaka pale ambako haki inakwenda kupatikana. Kwa hiyo tunakubaliana mimi na wewe kwamba ipo haja hapo baadaye ili swala lijiweke wazi kwamba ni nini ambacho kilitokea, kwa sababu watu watabakia na mtanziko, hawajui nini ambacho kilitokea kwenye ile swala, na pengine wewe aliyechafuliwa hakustahili kuchafuliwa, na pengine aliyekuwa nadai kumbe alikuwa na haki. Kwamba ndugu Israeli, nimekuambia kwamba Yanga wanaendelea kulifuatilia. Litakapokamilika, mamlaka husika itakayohusika na hilo jambo ndio itakwenda kutoa statement ya kwamba nani anatakiwa kupata haki yake. Kwa Yanga sio wamekaa kimya. Uwezi kwa mfano ukaona kwa jambo lako umelipeleka mahakamani alafu unaanza kutoa opinion wakati bado hukumu haijatoka. Ndio maana unakuta hata mawakili watu wakihojiwa anakwambia jambo liko mahakamani, tunasubiria mpaka mambo yanapokamilika. Kwa hiyo si kwamba Yanga wamekaa kimya, hawajakaa kimya, tuendelee kusubiri. Wanapokuja kulimaliza, public taarifa itatoka. Basi Dominic Saramba, mimi nikushukuru sana kwa maoni yako, lakini pengine una chochote cha kuweza kumalizia kwenye hili, kwa sababu pia inawezekana kuna wadau wangetaka kufahamu mtazamo wako ambao pengine mimi sijakuuliza chochote. Na nafikiri ni kubwa ni kwamba tu kwamba yani watu wajue kwamba pamoja kuwa tuna hizi mamlaka kwa msingi, pamoja kwamba tunakuwa tuna hizi mamlaka na tunatoa nguvu za kuweza kujitawala kujiongoza, lakini sio sehemu ya mwisho, hazina nguvu ya mwisho. Kwa hiyo watu wanapokuwa wamekaa kwenye mamlaka yao waamini kwamba kuna organ nyingine ambazo zinafanya kama yanafuata misingi na taratibu za utawala bora. Kwa hiyo ni vyema kwa wadau wakajua kwamba ukiwa mwenyekiti au rais wa chama chochote haikufanyi uwe juu ya sheria zote na katiba zote kwa sababu wewe ni mwenyekiti au rais wa chama fulani. Kwa hiyo ni vyema tukapata utawala wa sheria na katiba na sheria na kanuni ili kuendana na matakwa ya kiinchi lakini na matakwa ya kitaifa, kwa maana kwamba tuende katika misingi ambayo watu wengi wangetamani kuweza kuifuata. Umemaliza vizuri sana, lakini umemaliza kwenye utamu zaidi ambapo watu wengi wanataka pia kupata comment yako. Kuna mdau mmoja ambaye akaenda kuchukua fomu pale TFF, somebody Mustafa Himba ambaye alienda kuchukua fomu na ametoa malalamiko kwamba endorsement zote zimeshachukuliwa na alikuwa ameshalipa pesa tayari, na anachokisema ni kwamba pesa yake haipotei. Bila shaka umesikia comment yako kwa kile ambacho amekisema kwamba hela yake lazima irudishwe. Una comment gani hapo? Ndio ambacho nilikuwa nakisema, kwa maana kwamba tusicheze na masuala mapana ya nchi, kwa sababu ule ni uchaguzi mkuu. Uchaguzi, yani unapozungumzia miongoni mwa chaguzi kubwa, ukitoa uchaguzi wa nchi, ukitoa uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi, uchaguzi unaofuata kwa nguvu pengine uchaguzi wa shirikisho, kwa sababu ni uchaguzi ambao unashika hisia za watu wengi.
Sasa inapoundwa kamati na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, alafu mnakwenda kutangaza uchaguzi huku mkijua kwamba hakuna uchaguzi, si kitu kizuri, kwa sababu uchaguzi maana yake ni kutoa fursa kwa watu kuweza kupata nafasi ya kugombea na kuweka vigezo ambavyo vinafikika ili kila mtu mwenye sifa aweze kushiriki na kuweza kupata sifa ya kuchagua na kuchaguliwa. Sasa unapokwenda kwenye uchaguzi ambao tayari endorsement zote ipo kwa mtu mmoja, hata uchaguzi ni wa nini? Na inakuwa haina mantiki, na unawaambia watu waje kuchukua fomu na umeweka pesa kabisa kwamba fomu ya urais ni kiasi fulani, huku tayari ndani mmekaa mnajua kwamba nafasi hii haigombewi. Hata kuna haja gani ya kuambia watu wachukue fomu? Sio, wangesema tu kwamba uchaguzi wa rais hakuna nafasi, ishajaa, pengine wajumbe ndio wachukue fomu. Kwa nafikiri ni katika mwendelezo wa yale watu kuona kwamba wana nguvu zaidi na kuamua kitu ambacho wanakitaka kimekaa katika mizani yao bila kuona athari ambazo zinakwenda kutokea katika nchi nzima kwenye swala la mpira wa miguu. Mustafa amesema anaitaka pesa yake, iwe jua iwe mvua, anataka pesa zake. Unamunga mkono na akatamka kwamba ule ni wizi. Pengine ilikuwa neno gumu sana. Kwa unasemaje? Mimi ninakuwa na mbali zaidi, kwa maana kwamba sio pesa zake tu, kuna haja. Ile ni kanuni, sio sheria. Kama ni kanuni, kuna haja mwenyekiti aliyepewa jukumu hili la kuendesha uchaguzi aweze kufungua milango. Hivyo kipengele wakiondoa, kwa sababu hata hizo endorsement zimetolewa kabla ya uchaguzi. Sasa hao ambao walikuwa na endorse kwa minajili ipi? Kwa misingi ipi? Na kama endorsement ziko 5, kwa nini wao uchukue zote? Na kama watu wote wanakuunga mkono, kwa nini wasiende kuthibitisha kwenye box la kula? Wewe kama wajumbe wote unaamini kwamba wanakuunga mkono, umefanya makubwa, tunayasikia, yanapostiwa, yanatangazwa, sehemu pekee kwenda kuyathibitisha hayo ni kwenye box la kula. Sasa kwa nini uogope kwenda kwenye uchaguzi? Hali unaamini kwamba wote wajumbe 78 wanakuunga mkono, kwamba kuna swala la msingi sana. Kwa mimi naamini kwamba hawana haja kuogopa. Waweke fair ground, fair challenge, fair election ili watu wachukue fomu, waende kwenye sifa wakachaguliwe, mkutano mkuu wa shirikisho ukaamue, ili tuone anayeongoza ashinde kwa 100% na wengine wapate 0, ili wao wametumia haki yao kikamilifu. Kinyume na hapo tutakuwa tunawalakini. Kwa hiyo maana yake unamaanisha kuna mtu anapigana na mtu ambaye kamfunga mikono nyuma? Ndio maana yake, na nataka kupigana tu, yani umuoni, yani yeye yuko ndani, wewe uko nje, wanapigana na ukuta hapo, wanahesabu. Ndio hiki sasa, hamna haja, hamna mantiki. Yaani wewe unasema unapenda hapo watu uende kupiga kula. Wewe unapendwa, umfanya vitu vingi vimeonekana. Wakati wa utawala wako tumeweza kuona na mengi yafanyika. Sasa haya yakajibiwa na wajumbe kwenye boksi la kula. Yakajibiwa kule kwenye boksi la kula. Na mbaya zaidi kwenye uchaguzi mkuu wenyewe wa namna hiyo, bado watu hawaende kupiga kula, wanakwenda kuidhinisha. Ni dunia ya wapi hiyo? Dunia ya wapi? Hata kipindi kile tulikuwa tuna uchaguzi wa chama kimoja, bado watu walikuwa wanapiga kula ya ndio na hapana. Nadhani unakumbuka. Ndio. Lakini sasa hizi manake wanakwenda kwenye uchaguzi huko Tanga kwenda kumuidhinisha. Hata ule uchaguzi brother. Hapana, hatujafikia huko. Hii ni nchi na watu wengi wenye sifa, na kama ufanye mazuri watu wakayaonyeshe wakakuchague. Sio kwanza tafuta njia ambazo zinakwenda kuziba watu wengine wasipate fursa. Haikubaliki. Hiyo shirikisho ni la wote. Basi nikushukuru sana Dominic kwa kuungana nasi kupitia Lucky Media. Asante sana. Asante sana. Na nilikuwa nazungumza na Dominic Salamba, mchambuzi huyu, katoa maoni yake kuhusiana na mambo kadha wa kadha. Mimi naitwa Lugano Israel, endelea kuichagua Lucky Media kwa sababu ndio sehemu ambapo utaweza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Mpaka wakati mwingine. Kupam. Ciao.